Bwana, mambo vipi mdau na rafiki yangu wa nguvu? Karibu sana kwenye channel hii. It's me Teacher Sharak once again. Kama unavyojua, elimu haina mipaka, elimu haina mwisho. Ndio maana tumekuongezea leo segment mpya ambayo itakuwa ikikufahamisha mambo yaliyogundulika na tafiti mbalimbali. Mambo haya yatakushangaza kidogo. Mpaka sasa wewe ambaye unajaribu na kujitahidi kuzungumza Kiingereza, hivi umetumia muda gani kujifunza mpaka kuzungumza hivyo unavyoweza kuzungumza? Jibu ni kwamba kuna muda mrefu umeutumia, lakini usichokijua ni kwamba zipo lugha ngumu sana kuliko hata hicho Kiingereza chenyewe. Leo kupitia video hii nataka niende moja kwa moja kukujulisha lugha 20 ambazo ni ngumu sana kujifunza, hususan kwa sisi tunaozungumza Kiswahili na kujifunza Kiingereza. Zipo lugha 20 ambazo ni ngumu sana kujifunza namna kuzizungumza. Lugha hizo utaenda kuzifahamu kupitia video hii. Twende pamoja hadi mwisho wa video hii. Namba 20, Tamil. Hii ni lugha ambayo ina maandishi magumu sana. Lugha hii unaweza kujifunza kwa zaidi ya miaka 3 na mwezi mmoja mpaka kuielewa. Namba 19 ni Georgia. Lugha hii kama unavyoona pia ina maandishi magumu. Inaweza kukuchukua miaka 3 mpaka miezi 7 mpaka kuweza kuizungumza kwa ufasaha. Namba 18 ni Pashto. Lugha hii pia inafanana kidogo na Kiarabu, lakini sio Kiarabu. Itakuchukua mpaka miaka 4 hadi kuielewa. Namba 17 ni Hebrew. Hii ni lugha isiyo ya Kilatini. Inaweza kukuchukua miaka 4 na miezi 2 mpaka kuweza kuizungumza kifasaha. Namba 16 ni Icelandic. Lugha inayozungumzwa katika maeneo ya Iceland. Inaweza kukuchukua miaka 4 na miezi 4 mpaka kuielewa kifasaha. Lugha namba 15 ni Hindi. Hiki ni kilugha cha Kihindi. Huweza kukuchukua miaka 4 mpaka miezi 6 hadi kuweza kuizungumza kifasaha. Hata maandishi yake ni magumu pia. Namba 14 ni Finland. Ni lugha inayoweza kukuchukua miaka 4 na miezi 6 mpaka kuweza kuizungumza kiufasaha. Ni lugha miongoni mwa lugha ngumu kweli kweli. 13 ni Turkish. Lugha ya Turkey inaweza kukuchukua miaka 4 na miezi 9 mpaka kuweza kuidadavua na kuizungumza kwa ufasaha. 12 ni Polish. Lugha ya nchini Poland. Miaka 5 inakutosha kwa kukaa na kujifunza hadi kuweza kuizungumza kwa ufasaha. Namba 11 ni Hungarian. Lugha ya nchi ya Hungary. Inaweza kukuchukua miaka 5 mpaka na miezi 3 ili kuweza kuizungumza kwa ufasaha. Namba 10 ni Thai. Lugha ya nchini Thailand. Hata maandishi yake ni vifijo tu. Inaweza kukuchukua miaka 5 na miezi 3 hadi kuweza kuizungumza kwa ufasaha. Namba 9 ni Greek. Lugha ya Ugiriki. Hii ni lugha ngumu kweli kweli. Miaka 5 na miezi 4 inakutosha kujifunza na kuweza kuimaster vizuri. Namba 8 ni Vietnamese. Lugha ya nchini Vietnam. Unaweza ukahisi kama wanachorolanga hivi, lakini inaweza kukuchukua miaka 5 na miezi 5 mpaka kuweza kuiandika na kuisoma kifasaha. Russian. Lugha ya nchini Russia. Hata maandishi yake ni magumu. Miaka 5 na miezi 8 inaweza kukutosheleza kuifahamu lugha hii kiundani. Namba 6, Cantonese. Lugha ambayo inaweza kukuchukua miaka 6 ili kuweza kuizungumza na kuiandika kifasaha. Lugha namba 5 ni Arabic. Yes, ndiyo, Kiarabu ni kigumu. Walau miaka 6 na miezi 2 ndipo utaweza kuzungumza na kuandika Kiarabu kwa ufasaha. Namba 4 ni Filipino. Lugha ya nchini Philippines. Kama wanachora maua hivi, lakini ndio lugha hiyo. Miaka 6 na miezi 3 unaweza kuitumia kuisoma lugha hiyo. Namba 3 ni Korean.
Wale wa annyeonghaseyo, lugha hii ni miaka sita na miezi mitano ndio utaweza kuizungumza na kuiandika kwa ufasaha. Namba 2 ni Japanese, lugha ya nchini Japan. Wale wazee wa kuchora magorofa, miaka 6 na miezi 7 itakutosha kuweza kuizungumza na kuiandika kwa ufasaha. Namba 1 ni Chinese. Hii ndiyo lugha ngumu zaidi duniani, kwani hata maandishi yake ni magumu. Miaka 7 na miezi 3 ndipo utaweza kuizungumza kwa ufasaha. Sasa tuambie kwenye comment, ni lugha ngapi ambazo wewe unaweza kuzizungumza kwa ufasaha?